Bana, hizi ni ripoti za kimichezo ndani ya Josengo Media. Karibu sana kwenye meza ya kimichezo on sports ndani ya Josengo Media. Leo ikiwa ni Julai 8, 2026. Karibu sana zikusogevee zile ambazo unastahili uzipate, na bado tunaendelea kutazama kuhusiana na World Cup, kombe la dunia linaloendelea kule nchini Marekani. So mara baada ya timu ya taifa ya Ureno, Portugal, kuweza kuondolewa katika michuano hiyo na taifa la Hispania katika hatua ya 16 bora, yani round ya 16 ambayo imeweza kufikia hapo, na hiyo basi kuweza kuondolewa rasmi. Sasa mara baada ya kuweza kuondolewa, tunafahamu kwamba nahodha wa timu ya taifa ya Ureno ni Cristiano Ronaldo ambaye anakipiga katika klabu ya Al Nassr ya kule nchini Saudi Arabia katika ligi ya Saudi Pro kama inavyofahamika hivyo. Sasa ni kwamba mchumba wa nahodha huyo wa Ureno ambaye anafahamika kwa jina la Georgina Rodriguez amevunja ukimya kwa kumuonyesha sapoti nyota huyo baada ya ndoto yake ya kutoa kombe la dunia kufikia mwisho. Safari ya Cristiano Ronaldo katika kombe la dunia ilitimishwa kwa maumivu makali baada ya Ureno kuchapwa bao 1-0 na timu ya taifa ya Hispania kwenye mchezo uliopigwa Dallas huko, bao la dakika za majeruhi kabisa iliyofungwa na Michael Merino likimaliza rasmi ndoto zake Cristiano Ronaldo za kutoa taji hilo kubwa zaidi la soka ulimwenguni. Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 na mchezaji pekee aliyefunga mabao katika kombe la dunia mara 6 tofauti, alionekana akitoka uwanjani akiwa analia baada ya kipenga cha mwisho, ishara ya mwisho wa safari yake ya kihistoria akiwa na timu ya taifa ya Ureno. Baada ya kipigo hicho, Georgina Rodriguez alituma ujumbe mfupi lakini wenye uzito kupitia ukurasa wake wa Instagram. Mrembo huyo mwenye wafuasi zaidi ya milioni 74.7 ameshiriki upya chapisho la kampuni ya Nike ambaye ni mdhamini wa muda mrefu wa Ronaldo, lilokuwa na picha ya mshambuliaji huyo pamoja na maneno ambayo yalisemekana hivi Kiingereza ni kwamba his legend lives on. Kisha akaambatanisha emoji ya moyo mwekundu kuonyesha upendo na kumunga mkono. Lakini pia mfuatiliaji wa Josengo Media ni kwamba Georgina Rodriguez kuishia hapo lakini pia ni kwamba kabla ya mashindano hayo kumalizika, Ronaldo alikuwa amethibitisha kuwa kombe la dunia la mwaka huu nchini Marekani, Canada na Mexico lingekuwa la mwisho kwake, ingawa alitamani mchezo dhidi ya Hispania ungekuwa wa mwisho katika historia yake ya michuano. Hakutamani mchezo dhidi ya Hispania usingekuwa wa mwisho katika historia yake, lengo alitamani afike mpaka fainali na mwisho wa siku kuweza kulibeba taji hili ambalo ni klabu kubwa duniani ambayo ndio kila mtu huwa anatamani kuweza kulibeba taji hili la kombe la dunia. Nafahamu kwamba hata wakati michuano hii inaelekea kuanza, Ronaldo alikuwa amewaahidi wachezaji wenzake wa timu ya taifa ya Ureno kwamba endapo wangefanikiwa kutoa ubingwa wa dunia, kila mchezaji angemzawadia gari aina ya Rolls Royce endapo wangefanikiwa kuweza kubeba ubingwa wa dunia, ambao ndio ilikuwa ndoto kubwa na ndio ilikuwa matamanio makubwa ya Cristiano Ronaldo kuweza kubeba ubingwa wa dunia, ambao ndio kitu pekee katika historia yake ya soka alichokibakiza. Na ndio hivyo, ndoto imefifia, hatuwezi jua. Ana umri wa miaka 41. Kombe la dunia lijalo 2030 litachezwa katika nchi 3: Hispania, Ureno pamoja na Morocco. Mtazamo wako wewe ni upi? Tupe maoni yako. Hii ni Josengo Media. Usisahau kusubscribe, like, comment, share na wengine pia waweze kuzidaka ripoti hizi. Fahamu kwamba hii ni Sports on Table. Zimekufikia hapo ripoti hizi. Mimi ni msanuaji wako, mwanahabari wako, naitwa Ivan Joseph. So I'm out. Till next time. Bye bye.